Mtazamaji, karibu tena kwa mara nyingine ya kipekee sana, tukiendelea na fundisho la uchambuzi wa Biblia, na naamini ya kwamba unazidi kubarikiwa ukiwa pale nyumbani, ukiwa na rununu yako, ukiwa umejaza mjalizo wa simu, ukiwa pia kwenye mitandao ya pale ya YouTube. Unazidi kubarikiwa sana. Hivyo tunakukaribisha katika mada ya kipekee sana katika juma hili, juma ambalo liliweza kupita. Tulikuwa tunaangazia kanuni za unabii. Na hivyo siku ya leo tunaangazia mada nyeti sana, mada ambayo inazungumza kuhusu msingi wa mwanzo, msingi wa mwanzo. Na hivi leo tunaenda kuchambua msingi huu unaanzaje na unakuwa katika njia gani. Na kama ilivyo ada katika jukwaa la uchambuzi wa lesoni, siko peke yangu, bali niko na mwalimu Ustad Tony Obuya, ambaye tunashirikiana kwa karibu sana kuweza kuchambua mada hizi. Karibu sana mwalimu. Asante sana. Juma lako limekuwa jema? Juma langu limekuwa njema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na tuko tena kwa safari nyingine ya kuweza kupekua ili tuweze kung'amua ukweli wa mambo uko wapi katika Biblia. Asante sana. Na wakaribisha sana nyinyi watazamaji wenzetu, hivi kwamba mjisikie huru pia mkiwa na nafasi pengine kutuachia jumbe pale, tuweze kuwasiliana. Jambo la msingi sana. Isiwe safari ya kuelekea tu eneo moja peke yake. Hata sisi tupokee jibu, lakini tunatumai kwamba Roho wa Mwenyezi Mungu atapata kutufunza tena na kutujuza tena mambo mengi ya mbingu. Kweli kabisa, kweli kabisa. Asante sana mpenzi mtazamaji, asante sana mwalimu wangu na mpenzi mtazamaji. Nazidi kuomba kwamba pale unaweza pia kuatia comment pale. Na unazungumza pale kwenye mtandao, itakuwa vema kabisa. Kwa hivyo katika juma ambalo liweza kupita, tukawa tunamuinua Yesu juu. Na tukawa tunaangazia fundisho kanuni za unabii, tukagundua kumbe na mtu ajisifu kwa sababu anamfahamu Bwana Yesu Kristo kwa kutenda haki na kwa kutenda yale ambaye anampendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika juma hili sasa tunaanza kwa kuzama ndani kabisa katika msingi wa mwanzo. Hata tunaanza kuchanganua mchakato mzima, mwanzo pale inakuwa kwaje, tunaanzaje kusoma. Kwa hivyo kabla tuweze kuendelea mbele kama ilivyo ada, wacha mwalimu wetu aweze kutupatia ombi. Karibu sana mwalimu. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Baba Mungu wetu, tuna hakika ya kwamba huchoki kuyasikia mahitaji yetu tunayokuletea katika njia ya maombi. Ni furaha yako kuweza kusikia waja wako wakikuletea mahitaji ya moyo. Hiyo ni dhihirisho tosha ya kwamba wewe ndiwe tegemeo letu. Na kwa zamu nyingine, hata sisi basi hatuna budi kuja kwako kukuomba hekima ya kuweza kuchanganua neno lako itupasavyo. Si utukirimie basi Roho Mtakatifu atuongoze katika mawazo na katika usemi wetu, pia na katika ufasiri wa mambo haya. Kuwa nasi hadi tamati, ombi letu kwa imani katika jina la Kristo mkombozi wetu. Amina. 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 Asante sana. Sasa mwalimu wangu, msingi wa mwanzo. Mtu anapoanza kujenga nyumba, anatengeza msingi. Mtoto anapozaliwa, tunaona kwamba pia anapewa misingi. Anaanza kusema harufu kama vile baba. Tunaona pia pale ya kwamba hata mtu anapotaka kufanya jambo lolote chini ya jua, lazima kuwe na msingi. Na hapa tunaanza kuangalia kwamba katika fundisho ambalo liweza kupita, tukiwa tunaangazia kwamba Kristo Yesu anapaswa kujulikana. Yani Mungu angependa kujulikana. Na sasa katika juma hili tukiangazia msingi wa mwanzo, je, mtazamaji wetu ama mwandishi ama mwanafunzi wa fundisho la kiunabii ataanzaje kuwekeza misingi? Ni jinsi gani ataanza kuelewa unabii? Ni jinsi gani ataanza kusoma Biblia? Ni kwa jinsia gani? Karibu sana. Umejua katika ile leseni iliyopita tulipata kugundua ya kwamba kuleta vipande vya unabii hivi kwamba viweze kutengeneza taswira halisi ya mpango wa ukombozi. Kuna hitaji bidii, kuna hitaji kujituma, kuna hitaji Roho Mtakatifu. Kweli kabisa. Lakini mtu aweza kujiuliza, sasa nitaanzia wapi? Maanake ni kama mchezo fumbo, kuna vipande vingi sana. Ni wapi ambapo nitatia msingi? Kweli kabisa. Maanake pana hitaji la msingi uliodhabiti. Ni wapi ambapo nitaanzia? Mwenyezi Mungu anapoandika Biblia, anaiandika, wacha niseme kwamba sio Mungu anaiga mfano. Ni kweli kabisa. Bali ni mfano wa Mungu ambao waandishi wa siku hizi wanauiga. Kuna mpangilio fulani ambapo
ambao unazingatiwa katika uandishi. Hata Mwenyezi Mungu alipotuandikia neno lake, amefuatilia huo mpangilio. Ya kwamba kuna sehemu pale ukishafungua jalada la kitabu, ukifika pale katika ukurasa wa kwanza huenda ukapata pengine yale maneno ya kuwashukuru wadhamini na mambo kama hayo. Alafu ukiendelea utapata jedwali ya yaliomo, na pale unapata mukhtasari. Na huo mukhtasari unatuonyesha ni mambo yepi ambayo yameangaziwa kiundani katika sehemu zilizosalia za kitabu. Kweli kabisa. Na ukitokea pale tena unaingilia sehemu ya utangulizi na kuendelea hivyo hivyo. Kwa hivyo Biblia pia jinsi ilivyoandikwa imeanza na utangulizi. Na utangulizi wake ni wa mukhtasari. Kwa hivyo kitabu cha Mwanzo ni kama mukhtasari ya mambo ambayo yatatokea hapo mbeleni. Mambo ambayo yanaangaziwa kiundani na wale wazungumzaji wengine. Kweli kabisa. Kwa hivyo tukitafuta msingi thabiti wa kuanzia, jameni, tuanzie wapi? Mwanzo. Penye mwanzo. Ndio kwa sababu anasema katika fungu kuu kitabu cha Yohana, Injili sura ya 1 mstari wa 29, ya kwamba siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake. Akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo sasa hapa tumuelewe vipi Yohana, tukirejelea msingi wa mwanzo katika juma hili, tukioanisha pia na mada ya juma ambayo inaweza kupita. Sasa kauli ya Yohana anajaribu kuwarai watu ya kwamba wamtazame mtu fulani. Hiyo inaashiria kwamba hawa watu wamekuwa wakitafuta mtu fulani. Jamii yote ya wanadamu ulimwenguni kote kuna mtu fulani wanayemtafuta, kwa kujua ama pasipo kujua. Kweli kabisa. Kwa hivyo Yohana kauli yake ilikuwa kwamba ni huyu ndiye mwana-kondoo mnayemfanya nini? Tunayemtazamia. Ambaye tumekuwa tukimtazamia. Lakini yule aliyetuonyesha kusema ukweli hakuwa mwana-kondoo kwa uhalisia. Alikuwa mwanadamu kama mimi na wewe. Amina. Lakini Yohana akanena kwa neno la kiishara kwamba huyu ndiye nini? Ndiye mwana-kondoo wa Mungu. Ni kama anamtanguliza kwetu. Ni kama sasa anafasiri ya kwamba ikiwa umesikia mwana-kondoo mahali fulani, basi huyu ndiye. Sasa hivi kwamba tujue huyu mwana-kondoo anayezungumzia Yohana, kweli kabisa, ni yupi haswa, inastahili basi turejelee mwanzoni. Asante sana. Sasa pale unajua anasema kwamba kwa uhalisia wanafunzi wanapojiunga na vyuo vikuu huanza na ile kozi ambayo inafanywa na wanafunzi wengi sana. Kwa uhalisia tunaita namna gani? Yani ni kama common course. Yani kwa mfano kama vile communication skills, yani kuwasiliana pale. Kwa hivyo wanaanza na zile kozi ambazo zinaeleweka na watu wengi sana. Kwa hivyo hapa pia tunapata kwamba kumbe kuna programu ambazo zinaanza kueleweka pia. Sasa pale mwanzo tunaanza kupata kwamba kuna mambo ambayo yanaanza kutajwa. Na mambo haya yanakuja kufunuliwa kule mbele. Kwa mfano tuelewe mambo kama gani pale? Karibu mwalimu wangu. Wajua wanapoletewa dhana, kwanza kabisa dhana hii huwa inaletwa katika kauli iliyopana sana kabla ya kuingiwa kiundani na kuelezwa kinaganaga. Na Mwenyezi Mungu anatumia mbinu ile ile kuweza kutufunulia kumhusu nani? Kumhusu Kristo Yesu. Na hata hizi kanuni tunazoziangazia Mwenyezi Mungu anatuletea pole pole kadri tunavyoweza kuyaelewa. Sasa Yohana anapozungumza hivi, sio kwamba kauli inabadilika. Kweli kabisa. Maanake tulikwisha kusema neno la Mwenyezi Mungu linasalia na linabaki thabiti. Amina. Kwa hivyo ikiwa ni mwana-kondoo alizungumziwa tangu jadi, basi ufasiri wake unastahili kuwa ni ule mmoja tu, maanake neno la Mwenyezi Mungu halibadiliki. Kweli kabisa. Isaya 40 fungu la 7 fungu la 8. Neno la Mwenyezi Mungu na kauli ya Mwenyezi Mungu haibadiliki. Inasalia kuwa kweli. Anasema Isaya. Nabii huyo Isaya 40 ngapi? Fungu la 7. Fungu la 7 na fungu la 8. Anasema hivi: majani yakauka, ua la nyauka, kwa sababu pumzi ya Bwana yapita juu yake. Yakini watu hawa ni majani. Mstari wa 8. Majani yakauka,
ua lanyauka, bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Kwa hivyo neno la Mwenyezi Mungu litasimama milele. Milele kabisa. Na neno lake Mwenyezi Mungu ni kweli. Kwa hivyo ukweli wake Mwenyezi Mungu ni thabiti, haubadiliki. Haubadiliki ukiwekwa katika nadharia fulani. Ukweli wake Mwenyezi Mungu ni ule ukweli. Ule. Karne ya 19 ukweli wa Mwenyezi Mungu unasalia kuwa ukweli hata ukija katika karne ya 20. Yani Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Habadiliki kabisa. Habadiliki. Unajua katika ulimwengu huu kiuhalisia wanadamu tunabadilika sana. Jambo linaanza ni kama lina nguvu sana, linachacha sana. Linaanza kudidimia, linakufa pale. Lakini kumbe Mungu yeye habadiliki. Upendo wake unazidi kuwa vile vile. Kwa hivyo Mungu wa Ibrahim ndiye Mungu siku ya leo. Kwa kweli. Malaki anasema Mwenyezi Mungu hana kigeugeu, Malaki 3:6. Lakini wanadamu wana kigeugeu. Kweli kabisa. Kitabu cha Hesabu 23 fungu la 19. Wanadamu wana kigeugeu. Lakini Mwenyezi Mungu hana kigeugeu. Na ikiwa Mwenyezi Mungu hana kigeugeu, basi kauli yake pia sio kauli ya kigeugeu. Amina. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hawezi akasema ya kwamba hili jambo ni kweli leo, lakini ukija kesho ukapata Mwenyezi Mungu amebadilisha kauli yake. Hapana. Akisema ukweli leo, uje ukadhibitishe kesho, atasimama kidete akikwambia ule ukweli niliokueleza hapo awali ndio inasalia kuwa ukweli. Kweli kabisa. Asante sana. Kwa hivyo mwalimu wangu, tunapata pale ya kwamba kumbe Mungu ana mazoea ya kumega kidogo kidogo. Kwa hivyo tunapoanza kuangazia pale msingi, pale mwanzo, kuna mambo kama gani tunayapata katika msingi pale, ambaye anaanza kujitokeza pale, ambaye anaanza kufichua mada ambazo zinaanza kurejelea unabii kule mbele kabisa. Twende kabisa pale. Karibu. Jambo la muhimu ambalo watu wamepambana nalo ni kupata kuelewa ikiwa Mwenyezi Mungu inavyosemekana ni upendo. Huu upendo ni upendo wa aina gani? Kwanza subiri pale kidogo. Upendo ni nini? Upendo ni nini? Manake pale Paulo anasema kwamba upendo huvumilia. Upendo hausudu mabaya. Upendo hautakabari. Upendo haujivuni, haufurahii katika udhalimu. Sasa hapa tunaanza kuona kwamba kuelewa upendo wa Mungu. Twende mwalimu wangu. Kwa hivyo mtazamo wetu wa upendo. Wajua Mwenyezi Mungu angependa kujifunua kwetu tupate kumtambua kama Mungu mwenye nini? Upendo, aliye upendo, tena mwenye upendo. Lakini anatufunulia pole pole kwa kutumia mafumbo na ishara. Huenda mafumbo yale ni matukio katika maisha ya watu wanaomwamini, wafuasi wake. Kwa mfano katika kitabu cha Mwanzo 22. Tunasema maana yake kwa lesoni hii tunasema kwanza kabisa tunatia msingi katika nini? Kitabu cha Mwanzo. Yaani tunajaribu kutafiti ni wapi ambapo palitajwa kwa mara ya kwanza. Na kitabu cha Mwanzo 22 kuanzia fungu la kwanza. Fungu lake ni la kwanza. Yaani kitabu hiki kinazungumza kuhusu mianzo. Anasema kwamba ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahim. Akamwambia, Ibrahim, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwanao, mwana wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Shikilia pale. Sasa Mwenyezi Mungu anatumia neno hapo. Anasema wewe una mwanao wa pekee. Mwanao wa pekee. Una mwanao wa pekee. Unayempenda sana. Na wale wazazi ambao wamebarikiwa na mtoto mmoja. Unajua yani matumaini ya familia yako kwa huyo mtoto mmoja pekee. Hata urithi yeye ndiye atakaye urithi pale sasa. Yani furaha ya familia. Sasa Mwenyezi Mungu anamueleza Ibrahim, huyo mmoja ambaye ni tegemeo la familia. Huyo ambaye umetia matumaini yako yote kwake. Kweli kabisa. Kumbe upendo ni wa jinsi hii. Ule uhusiano wa karibu sana ulioko baina ya baba ama kati ya baba na mwanawe. Kauli ya kwanza kuhusu upendo. Na baba na mwanawe, wale ambao ni wazazi, wamejua upendo ulioko kati yao.
Kuna rafiki yangu yuko na watoto. Wakati mwingine bana jamaa ameumwa njaa, Kabisa. amejami na kiasi kidogo cha pesa, hawezi kupitia mahali fulani akanunue chakula. Anasema hiki kidogo nitapitia pale kwenye duka ni nunue 1, 2, 3 nikampelekee mtoto wangu. Yani anajali mtoto kabisa. Yani anajinyima nafsi. Kumbe upendo wa Mwenyezi Mungu ni kule kupenda kwa kujinyima nafsi, ambao unadhihirika kati ya uhusiano ulioko kati ya mzazi na mwana wake. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kumbe kauli ya upendo inajitokeza pale. Na kwamba Mungu anamwambia Ibrahim, mtoe mwanao. Kwa hivyo kumbe, ili tuweze kufanya mambo fulani katika historia hii, ili tuweze kumwelewa hata Mungu zaidi, kuna mambo lazima tuweze kujitolea. Kuna kwa njia fulani lazima tuanze kujitolea. Sasa hivi Ibrahim alifanyaje? Alimtoa ama hakumtoa? Tunapoendelea kusoma kisa kile, ukifululiza mpaka fungu la 13. Ndio kabisa. Tunapata kwamba Ibrahimu kwa kweli alionyesha upendo wake kwa Mwenyezi Mungu. Kweli, amina. Dhahiri shahiri. Amina. Naye akampeleka Isaka karibu amtoe kafara. Nusura amtoe kafara. Nusura amtoe. Lakini Mwenyezi Mungu akamweleza yule malaika aliyekuwepo pale, akasema sasa nafahamu fika kwamba wampenda nani? Mwenyezi Mungu. Amina. Yaani alimpenda Mwenyezi Mungu kiasi cha kumtoa mwana wake wa pekee. Yohana 3:16 yatueleza sasa bayana upendo wake Mwenyezi Mungu. Sasa ule upendo wa Abrahamu unakuwa kama kielelezo cha upendo wa nani? Wake Mwenyezi Mungu. Upendo wake unasema. Yohana 3:16. 3:16 anasema hivi, Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bali awe na nini? Na uzima wa milele. Bali awe na uzima wa milele. Unajua mwalimu wangu pale, kuna jambo ambalo nimejifundisha na huyu mtume Ibrahim. Ya kwamba Ibrahim anaenda kujitolea kile cha kipekee kabisa. Kipekee kabisa. Na wakati mwingine Mungu anataka vitu vizuri kabisa. Hebu fikiria mpenzi mtazamaji, pale kwako nyumbani, Mungu angependa uweze kumtolea ibada ya uaminifu kabisa, ibada kipekee sana, na anaomba kile kilicho kizuri sana. Unasema kwamba jamani, hiki siwezi nikapenda. Je, unaweza ukawa na moyo kama ule wa Ibrahim? Na hapa wanapokuwa wanasafiri, kijana huyu Isaka anauliza swali nzuri sana, ya kwamba wanaanza safari wakiwa Ibrahim na huyu kijana wake Isaka pamoja na wawili watendakazi wawili wa nani? Wa Ibrahim. Kisha Ibrahim anasafiri na hawa wanapunda, anafika mahali anasema kwamba nyinyi salieni hapa. Mimi nitakwenda juu na kijana tufanye namna gani? Tuweze kumtolea Mungu dhabihu. Alafu anachukua kuni pamoja na kimoto, alafu wanaanza safari kupanda wapi? Mlimani kule juu. Wanapopanda mlimani, sasa kijana anauliza, baba, hivi ninaona tuko na kuni hapa, na hivi ninaona tuko na moto hapa, lakini yupo wapi mwana kondoo yule atakayetolewa kafara? Kwa hivyo hapo ndipo mara ya kwanza dhana hii ya kuwepo kwa mwana kondoo ambaye ni kafara, amina, inapoletwa bayana katika Biblia. Ya kwamba huyu mwana kondoo ambaye angekuwa kafara. Naye Isaka anauliza katika fungu la 7, fungu la 7 na 8, ndio kabisa. Anauliza yu wapi mwana kondoo? Yu wapi? Na lile fungu la kukariri ni kama kwamba linajibu swali la Isaka. Kabisa, linasema namna gani pale fungu la kukariri? Maana fungu la kukariri anasema ya kwamba hapa Yohana 1:29 anasema hivi, siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Mwana kondoo wa nani? Wa Mungu. Wa Mwenyezi Mungu, sio wa mwanadamu. Sasa tutajuaje ni wa Mwenyezi Mungu? Ukisoma kile kisa cha Abrahamu pamoja na mwanae Isaka. Abrahamu akifika kiwango cha kumtoa Isaka kama kafara. Kama kafara, ndio kabisa. Malaika anapaza sauti na kumuita, Abrahamu, Abrahamu. Abrahamu, ndio kabisa. Usimuumize kijana. Nimeshajua ya kwamba unampenda Mwenyezi Mungu kwa kweli. Sasa tazama nyuma yako kichakani, kuna nani? Kuna mwana kondoo. Kuna mwana kondoo. Huyo mwana kondoo alikuwa ametokea wapi? Mungu mwenyewe kamleta.
Abrahamu mwenyewe alipomjibu Isaka, alimwambia ya kwamba ni Mwenyezi Mungu atajitwalia mwanakondoo wa kumtoa kama kafara. Ijapokuwa alijua Isaka anaenda kumtoa kama kafara. Kama kafara, ndio kabisa. Na akaingia mautini. Lakini Waebrania 11:19 yatueleza ya kwamba aliamini ya kwamba Mwenyezi Mungu ana nguvu ya kumfufua nani? Hakumfufua hata Isaka na kumleta tena kutoka katika wafu. Amina. Yaani Abrahamu alikuwa na imani katika ufufuo na alikuwa na imani ya kwamba Mwenyezi Mungu akitoa mwanawe wa kipekee ana uwezo wa kumleta tena katika kutoka katika wafu. Kwa hivyo Isaka ni kama mmoja wapo ya zile ishara ambazo zilimsimamia Kristo Yesu. Kwema kabisa. Sasa pale mwalimu, tunapooanisha mada ya juma hili, msingi, kanuni za msingi, tunaanza kuelewa kwamba unaona pale Ibrahim anaponyosha kisu na kutaka kumtoa mtoto, tunaisikia sauti kitoka mbinguni. Inasema kwamba usimchinje, tazama nyuma. Yesu Kristo naye, Yohana anapokuwa anabatiza, tunaona ya kwamba anapombatiza Yesu Kristo, sauti inatoka mbinguni. Inasema kwamba huyu ndiye mwanangu ambaye napendezwa naye. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kumbe kitabu cha Mwanzo kinaleta jambo ambalo linaoana na Injili ya Agano Jipya. Sasa hapo mwalimu wangu, tunapoanza kusonga mbele, tuningependa kuweza kuelewa kwamba manake Ibrahim alikuwa anataka kuchinja mwanawe. Kwa hivyo kuna pale jambo kifo. Ya kwamba pasipo kifo jambo fulani haliwezi likatendeka, yani kafara. Tunapozungumzia kafara ni kumwaga damu. Je, tutawezaje kulishughulikia hili swala la kifo? Kwanza kabisa, wajua yule mwanakondoo, ukielekea katika kitabu cha Ufunuo 5, jambo ambalo pengine ningependa kuwakumbusha wale watazamaji wenzetu, ya kwamba mwanakondoo ni mmojawapo ya ile dhana au ile ishara ya mwanakondoo. Ni mojawapo ya zile ishara ambazo zimerudiwa katika kitabu cha Ufunuo. Wajua tunaangazia mambo ya unabii. Kitabu cha Ufunuo ni unabii. Na tunajaribu kuwapa ufunguo wa kuweza kujua maana yake. Kwa hivyo ukielekea katika Ufunuo 5, fungu lake la 5 hadi 10, pengine muda utatukosa wa kusoma. Kweli kabisa. Lakini atazamapo Yohana pale katika kiti cha enzi, anamuona Kristo Yesu aliye na mamlaka ya kuondoa ile muhuri ambayo ilikuwa imefunga kitabu cha historia ya dunia. Na anapomtazama yule mwanakondoo, anaonekana kama kwamba amekwisha nini? Amechinjwa. Lakini tena yuaishi. Amepitia nini? Amepitia mauti na anaishi anaishi tena. Kwa hivyo amepitia kifo. Ishara ya kwamba Kristo Yesu ni kielelezo. Njia pekee ya kutoka mautini ni kufufuliwa. Amina. Sio kwamba mtu akifa jameni, eti sijui roho yake inaingia mahali pema peponi. Ni kweli. Sio sahihi. Dhana ile sio sahihi. Maanake katika Mwanzo 2 fungu la 15 hadi 17. Mwanzo 2 fungu la 15. Anasema hivi, 2:15, anasema hivi kitabu cha Mwanzo. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Sasa Mungu mwenyewe amesema utakufa nini? Utakufa hakika. Na tungali katika kitabu cha Mwanzo tunamuona Abili pamoja na ndugu yake Kaini. Pale wanapokuwa na mazungumzo kidogo, alafu Kaini anapandwa na hamaki. Kwa hivyo wanaenda kumtolea pale Mwenyezi Mungu dhabihu. Alafu tunamuona kwamba Abeli analeta dhabihu nzuri sana. Alafu Kaini analeta dhabihu ambayo si nzuri pale. Alafu wanaanza ukorofishani pale. Alafu anasema twende kule nyikani tukatembee kidogo. Wanapoanza kutembea kule, wanaenda nyikani, Kaini anamuoa ndugu ya Abeli. Sasa hapo ndipo tunasema kisa cha kwanza cha kifo kwa jamii ya wanadamu kinatokea. Kwa kifo cha nani? Cha Abeli. Kifo cha kikatili, cha uchungu sana. Kifo cha unyama.
Na umejua mara nyingi pengine mtazamaji, tumefikia kiwango cha kuweza kusadiki kwamba kifo ni sehemu tu ya kawaida ya maisha yetu. Lakini huo haukuwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Hiyo si dhana ya kweli kabisa. Mpango wa Mwenyezi Mungu ni kwamba tuishi milele. Yule amwaminie na apate kuishi vipi? Uzima wa milele. Apate uzima wa milele. Lakini pale tunaona mwanadamu anaingia katika nini? Katika hali ya kufa. Na ni kifo cha kusikitisha sana, maanake kwa mara nyingi hata ukiuliza wazazi, kweli kabisa, mzazi anasema mimi ni heri nife, lakini mwanangu alafu mtoto wangu nimtangulie mwanangu katika kifo. Lakini Adamu yani Habili anakufa mbele ya wazazi wake wote, hataweza kufariki, Adamu na Hawa. Na unajua unapoangalia kile kisa, mwali wangu, unapata kwamba kumbe huyu Habili anakufa kifo cha uchungu na hakuna kitu kibaya ametenda wa jamani. Na pale pia tunamuona kwamba tazama mwana kondoo haichukuae dhambi ya ulimwengu, na anakufa kifo ambacho ni kifo ambacho hakustahili wa jamani. Na ingekuwa uchungu, jambo la uchungu zaidi kama angekufa na hapana matumaini. Kweli kabisa. Lakini Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 15 hadi 19 kuna matumaini pale. Wakorintho wa kwanza 15:15. Habili amekuwa kama kielelezo cha Kristo. Je, kuna matumaini kwa Habili aliyekufa kikatili? Anasema hivi, naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo, ambaye hakumfufua ikiwa wafu hawafufuliwi. 16. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. 17. Na kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure, mungalimo katika dhambi zenu. Nisome 18. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Malizia 19. Anasema hivi, kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Kama katika maisha haya tu ndio tunayotumaini katika Kristo Yesu, basi sisi ni maskini kwa watu wote. Lakini tumejua kuna matumaini katika maisha haya na katika ufalme wa Mungu ujao. Baraka ya aina gani! Kweli kabisa. Sisi wana wake Mungu. Amina, asante sana. Unajua pale kuna jambo ambalo mwalimu wangu ulikuwa unaliangazia, ya kwamba Yohana alipokuwa anapatiwa mafunuo katika kitabu cha Ufunuo pale, halafu kukawa na kimya mbinguni sana. Halafu akawa anagadhabika sana. Jameni, ni nani ambaye ataweza kukifungua kitabu hiki kilichotiwa muhuri? Kisha ukasema kwamba mwanakondoo amechinjwa, lakini kumbe Kristo alikuwa hai. Alafu ndipo mzee mmoja akamgusa Yohana na kumwambia kwamba usikate, usilie, tazama mwanakondoo kutoka katika kabila ya Yuda aichukuae dhambi ya ulimwengu. Amina. Mpendwa, ningependa kuambia kwamba Kristo Yesu yuko tayari kukusaidia katika lolote. Angependa kukusafishia dhambi zako zote. Mkubali leo na atakupatia uzima wa milele. Msingi wa kuanza kuelewa fundisho la kiunabii ni kuanza kuelewa kutoka kitabu cha Mwanzo ya kwamba tunamrejelea Kristo Yesu, ambaye Kristo Yesu ndiyo msingi wetu wa kipekee sana. Anaanza mchakato ambao ni wa kuondoa dhambi katika ulimwengu huu. Karibu sana mwalimu wangu. Unalipi la kusema katika sehemu hii ya mwisho? Katika sehemu hii ya mwisho pia kuna tahadhari ambayo tunastahili kuchukua. Kweli kabisa. Maanake kuna yule ambaye anaudanganya ulimwengu. Kweli kabisa. Na jinsi tulivyodokeza, kuna wale ambao wamewafanya kuamini kwamba mtu anapokufa ndio hafi kwa hakika. Eti sijui sehemu fulani inaenda sehemu fulani. Wanasema kwamba kuna yani nafsi bado inazunguka usiku na inasumbua watu pale. Na kitabu cha Mwanzo bado, manake tunasema msingi ni Mwanzo. Mwanzo 3 bado unatueleza. Mwanzo 3 pengine hatuna nafasi ya kusoma, lakini Mwanzo 3 fungu la kwanza hadi la 5 tunapata yule nyoka akizungumza na nani? Na mwanamke. Na anamueleza kwamba hautakufa hakika. Iti hautakufa hakika. Na Mungu mwenyewe amesema kwamba mtakapokula mtakufa. Mtakufa kwa hakika. Yani uhai wenu utatoweka. Lakini
kuna mitazamo mbalimbali ambayo imekuja kuhusiana na hili swala la kifo. Lakini msimamo dhabiti wa Biblia ni kwamba uhai wetu unatoweka na tunarudi wapi? Tunarudi mavumbini. Tunarudi mavumbini. Huo ndio msingi dhabiti wa kitabu cha nini? Kitabu cha Mwanzo. Kwa hivyo haya maelezo yote mengi mengine, eti huyu aenda huku, huyu aenda huku, ni udanganyifu wa yule joka. Na anaudanganya ulimwengu mzima na kuwavuta walimwengu wote. Ufunuo 13 fungu la 2 na la 3 na Ufunuo 12 fungu la 9. Fungu la 9 Ufunuo 12 inasema yule joka anaudanganya ulimwengu mzima. Kwa hivyo usifuate mtazamo wa ulimwengu, fuata mtazamo wa Biblia. Amina. Na unapoanza anzia msingi wa mwanzo. Amina. Asante sana mtazamaji wetu kwa kuweza kutufuatilia katika fundisho la siku la juma hili, tukiangalia msingi, kanuni za msingi katika maandiko matakatifu. Na kweli kuna msingi katika kitabu cha Mwanzo. Na unapoanza kusoma, anza kujibidisha pale mwanzo kuna mambo ambayo yanaanza kudokezwa na Mungu atazidi kukufunulia zaidi na hata zaidi. Usije ukamsikiza yule ibilisi mwovu shetani ambaye anaudanganya ulimwengu ya kwamba fundisho la unabii ni ngumu. Fundisho hili si ngumu. Yesu Kristo angependa kukusaidia. Ubarikiwe sana na Mungu angependa kukutumia sana katika utume huu ya kwamba uweze kuwafikia ndugu zako na majirani zako. Ya kwamba msingi huu ni kuweza kumtambua Yesu Kristo. Na tutakapomjua Yesu Kristo, hakika ni jambo la msingi sana. Tukutane tena katika juma lijalo katika uchambuzi wa lesoni. Mungu akubariki sana na usisahau kubofya kitufe cha subscribe pale na like. Mungu akujalie sana. Ombi la mwisho sana kutoka pale kwa mwalimu wangu. Tuamini na tuombe. Tunakushukuru kwa msingi dhabiti, Bwana Mungu wetu, ambao umeutia katika maandiko yako. Msingi wa Mwanzo, kitabu cha Mwanzo. Asante kwa kutueleza ya kwamba unatupenda kwa dhati. Asante kwa kutueleza ya kwamba nia na kusudi lako ilikuwa kwamba tupate wokovu kupitia kwa mwanakondoo wako uliyemtoa kwa ajili yetu. Asante pia kwa kutueleza ya kwamba kuna matumaini ambayo tunaweza kuyapata ijapokuwa huwa tunakumbana na mauti. Huwa tunakumbana na machungu. Mwenyezi Mungu, utuokoe na nafsi zetu na utulete katika hali ya kuweza kujua ukweli utokao kwako. Tupate kutakasika, kuwekwa huru na kuepushwa na maovu pamoja na uongo wa ibilisi. Tuongoze, utulinde hadi kipindi kingine. Ombi letu kwa imani katika jina la Kristo Yesu mkombozi wetu. Amina. Amina.